Karibu kwenye Maisha na Neno, uzima kwa wote. Hapa tupo ili kuleta habari, mafunzo, maombi na maneno yenye nguvu kwa kila mmoja wetu. Usikose kila kipengele, maana kila neno ni alama ya uzima na mafanikio katika maisha yako. Hapa ndipo maisha yako yanaanza kupata mwangaza mpya. Ni mara ngapi mmeongea sana lakini hamkuelewana kabisa? Je, unazungumza ili kueleweka au unazungumza ili kushinda hoja? Karibu katika Maisha na Neno. Subscribe, comments, like na share kama bado haujafanya hivyo. Leo tunaangalia jambo muhimu sana katika agano la ndoa. Mawasiliano katika ndoa. Kama uchumba unahitaji mawasiliano, hata ndoa mawasiliano yanahitajika kuendelea. Ili mambo yafanyike kwa maendeleo mazuri katika ndoa, kunahitajika kuwasiliana kati ya mume na mke. 1. Mawasiliano ni uhai wa ndoa. Ndoa inaweza kuishi bila pesa nyingi, lakini haiwezi kuishi bila mawasiliano. Mawasiliano si kuongea tu, ni kusikiliza kwa moyo, kuelewa kabla ya kujibu, kuheshimu hisia za mwenzako. Biblia inasema katika Yakobo 1:19, kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Hapo kuna kanuni 3. Sikiliza kwanza, ongea kwa hekima, dhibiti hasira. 2. Tatizo la kusikiliza ili kujibu. Wanandoa wengi hawasikilizi ili kuelewa, wanasikiliza ili kutafuta pa kushambulia. Mume anapoongea, mke tayari anaandaa jibu. Mke anapolia, mume anafikiria jinsi ya kujitetea. Hapo hakuna mawasiliano, kuna mashindano. Biblia inasema katika Mithali 18:13, ajibupo mtu kabla hajasikia, huo ni upumbavu na aibu kwake. 3. Nguvu ya maneno ndani ya ndoa. Maneno yana uwezo wa kujenga, kuvunja, kuponya, kuua. Biblia inasema katika Mithali 18:21, ulimi una nguvu ya uzima na mauti. Ndani ya ndoa, maneno yana uzito mara 2 kwa sababu yanatoka kwa mtu wa karibu. Maneno kama huwezi chochote, nilijutia kukuoa, wewe ni mzigo, haya huacha majeraha ya muda mrefu. Lakini pia maneno kama ninakuthamini, asante kwa juhudi zako, tunaweza kushinda hili pamoja, hujenga usalama wa kihisia. 4. Hasira na ukimya wa kuadhibu. Baadhi hawapigi kelele, wananyamaza, lakini ukimya wa kuadhibu ni mawasiliano ya sumu. Biblia inasema katika Waefeso 4:26, jua lisichue na hasira yenu. Maana yake, usihifadhi maumivu kwa siku nyingi, yazungumze mapema, yatatue mapema. 5. Kujenga utamaduni wa mawasiliano. Mawasiliano mazuri hujengwa kwa makusudi. Tengeni muda wa kuzungumza bila simu. Msiongee tu kuhusu matatizo, zungumzeni ndoto. Jifunze lugha ya upendo wa mwenzako. Epuka kuzungumzia makosa ya zamani kila mnapogombana. Mawasiliano si tukio, ni mfumo wa kila siku. 6. Siri ya mawasiliano ya afya. Uliza kabla ya kuhukumu. Eleza hisia zako bila kushambulia. Tumia nahisi badala ya wewe kila wakati. Mfano, badala ya kusema wewe hunijali, sema nahisi kutosikilizwa ninapozungumza. Hapo mlango wa suluhisho unafunguka. Hitimisho. Wapendwa, ndoa nyingi hazifi kwa sababu ya dhambi kubwa, zinaifa kwa sababu ya maneno madogo ya kila siku. Mawasiliano ni kama damu ya ndoa. Yakisimama, ndoa hufa polepole. Jifunze kusikiliza, jifunze kusema kwa upendo, jifunze kutatua kabla halijawa kubwa. Tafakari kwa upole, mwanafunzi mwema. Je, mimi husikiliza kweli au nangoja nafasi ya kujibu? Ni maneno gani nimesema ambayo yanahitaji kuombewa msamaha? Je, nina tabia ya ukimya wa kuadhibu? Tunao muda maalumu wa mazungumzo ya kujenga? Kama Mungu anasikiliza jinsi ninavyoongea na mwenzangu, je, anafurahia? Basi weka komenti yako hapo.
Kama kuna maswali unahitaji kuelewa zaidi kuhusu mawasiliano katika ndoa, na swali lolote kuhusu ndoa au uchumba yaliyojitokeza tangu tulipoanza safari yetu. Hakika kwetu sisi hakuna ndoa ndoano, bali ndoa kwetu ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Tunaishi katika kulitumikia kusudi la Mungu. Amin. Tusogee katika sehemu inayofuata: usimamizi wa migogoro katika ndoa. Migogoro si adui, ni fursa. Kwaheri.